zangu, nimekuja hapa kuwaombeni kura za ubunge. Najua shida za jimbo hili na sio mara ya kwanza ninasimama hapa kwenye mti huu. Nina mambo mengi ya kufanya, lakini kabla sijasahau, naomba niwakumbushe jambo moja. Mwibara ni jimbo. Mwibara sasa inahitaji kuwa wilaya kamili na sio jimbo, kwa sababu vigezo tunavyo, kwa maana idadi ya watu, halmashauri tunayo, maana iko hapo juu. Kwa hiyo mtakaponituma, nimeona nianze leto haraka, angalau tukapambane Mwibara sasa iwe wilaya, cha kwanza. Lakini cha pili, ninawaombeni sana, na kwa nguvu za Mwenyezi Mungu nilinunua mifuko 100 kwa ajili ya kujenga kituo cha polisi hicho hapo. Kange akiwa waziri wa mambo ya ndani, Mama Bupilipili alipokea mifuko ya simenti 100 kwa ajili ya kituo cha polisi hicho hapo. Huyu aliyekuwa mbunge wenu akiwa waziri akachukua hiyo mifuko akaipeleka Bunda vijijini. Huyo bado mnamfikiria kumpa kweli ubunge? Kabisa. Yaani kituo cha polisi kiko kwenye nyumba ya mtu. Ndio. Yule naye ni mkazi wa hapa, lakini polisi wanahitaji kuwa na kituo cha polisi kizuri ambacho hata wao wakifanya kazi zao watakuwa wanafanya kazi zao wakiwa salama. Lakini pia polisi wa Kimara wanahitaji gari ya kuwasaidia kwenye matatizo yao. Nimeona nianze na hilo kwa sababu ningeweza labda kusahau. Wakati nakuja hapa nilitembelea hospitali ile pale. Kama mnavyojua, naanza na afya. Jimbo letu halina hospitali tangu uhuru wa nchi hii. Hatuna hospitali. Tuna hospitali ya kanisa, serikali inaingia tu, lakini ni ya kanisa. Sasa mimi nimeenda hapo, nimekutana na wagonjwa hapo hospitali. Kwa mtu anayejitambua na mbunge mwenye akili na anayeweza kuwasaidia wananchi wake, lazima apitie maeneo ambayo ni muhimu. Nimekwenda hapo kabla sijaja hapo. Kuna mama alikuwa anajifungua usiku wa jana, amefia hapo. Kwa sababu gani? Huduma za mama mjamzito. Na nawaombeni wakina mama, nataka kuokoa afya zenu na uhai wenu. Imenisikitisha sana, na alikosa hela tu ya kuwahi pale, alikosa hela kidogo tu. Kazi ya mbunge ni kuhakikisha kwamba afya ya mama na mtoto, afya ya mjamzito, afya ya mzee inakuwa salama. Lakini mnakuja na mbunge anakuja kucheza mziki. Si kila kipanda wapo, akaajiriwa kwa kipanda. Kazi ya mbunge ni kutatua shida za watu, na shida za watu ni pamoja na kuumwa, kuugua, pamoja na misiba. Ndio mimi nadhani nikiwa mbunge nitawaletea gari ambayo itakuwa inasaidia wagonjwa, lakini pia kama mtu akifariki, hiyo gari itakuwa ya serikali, sio yangu. Isaibana serikali ilete gari hapa, hata 2. Jimbo ni kubwa hili, hata gari 2. Tuwe na hospitali yetu ya jimbo ambayo ina madaktari, ina manesi, ina vijana, na pia tuwe na msalaba mwekundu hapa. Naomba mtafakari sana, hasa kina mama ambao kanga anacheza mziki, anawaambia nifungeni kanga, unamshika tumbo, unampigia kura. Hauangalie hatima yako wewe kama mama. Unaenda kumpigia mtu kura kwa sababu anacheza mziki, alafu unaenda kufia hospitalini hapo. Nawaombeni sana na mtafakari. Mimi sitakuwa mbunge wa kwenda kuua wakina mama wajawazito. Nitawalinda wanawake, nitawalinda watoto, nitawalinda wazee, na nitakuwa mkali sana kwa wafanyakazi wa afya. Na kwa sababu ndani ya miaka 5 nitataka tuwe na hospitali ama tuboreshe zaidi hiyo, lakini serikali itupe jicho pale ili wakina mama na wazee na watoto wasife hapo hospitali. Kiongozi ni watu, uongozi ni watu. Kiongozi lazima uwe na huruma na watu. Wewe ni kiongozi,
Unakuta mama amefariki pale, wala hata ujali. Alikuja hapa, waulizeni hospitali pale, alienda kuuliza pale hospitali kuna nini? Alienda kutembelea? Kuna kitu kinaitwa expired date, yaani kuna bidhaa ambazo zimeisha na muda wake. Kange ni bidhaa iliyokwisha muda wake. Huu sasa ni muda wenu. Mwibara safi, Musiba safi. Wakina mama mpo? Naombeni kura zenu, naombeni kura zenu, niokoe afya zenu. Wakina mama, nilikuwa kwenye habari ya afya, sijahama. Sera ya serikali inasema mama mjamzito, mtoto chini ya miaka 5 pamoja na wazee miaka 60 na kuendelea wanatibiwa bure. Nimekwenda hospitali hapo, kuna watu nimetoa hela mimi 300,000 hapo. Yaani kuna watu wako hapo hata chakula hawana, na ni watoto. Alafu mtu anakuja anacheza muziki, unampigia kura. Hamko serious, hamko serious. Yaani tubadilike. Hiyo sera ya mtoto kutibiwa bure, mama mjamzito kujifungua bure, na wazee kutibiwa bure, nitaisimamia na nitaisimamia kwa vitendo. Nitaisimamia kwa vitendo. Tunaambiwa kwamba wazee kuanzia miaka 60 na kuendelea kuna mambo ya bima. Kuna mzee Kibara hii wa miaka 60 ana bima hapa. Sasa naomba mnitume, na nyinyi wazee waambieni vijana wenu na wajukuu zenu na watoto wenu, tarehe 29 Katiki kwa msiba nitapata bima ya afya. Mzee miaka 60 na kuendelea, ni haki yenu kikatiba, ni haki yenu kisheria. Mnahitaji kutibiwa bure nyinyi wazee, lakini nitakwenda kupiga kelele ndani ya bunge, angalau serikali iwe na utaratibu wa Watanzania wote wapewe bima za afya. Yaani mtu anakwenda hospitali hapo, anakaa pale mapokezi zaidi ya risali moja. Mimi niwaambie jambo moja, mama yangu mzazi alikufa pale hospitali ya Msoma kwa sababu alikuwa ni mama mzee. Mimi niko Dar es Salaam, nilikuwa namlea, of course akaniambia nataka kurudi nyumbani. Mimi niko Dar es Salaam, ameugua pale Msoma, amefariki kwa sababu ya shilingi 10,000. Nashukuru tu kwamba Magufuli alimfukuza kazi aliyekuwa mganga mkuu pale. Alimfukuza. Nitakwenda kusimamia afya ndani ya jimbo hili, na kwa ukali sana, na sitakuwa na utani. Wananchi wa jimbo hili mnahitaji kuwa na afya nzuri, mfanye kazi, serikali ipate hela, mfanye biashara, serikali ipate hela. Afya zikiwa mgogoro maana yake nini? Ndugu yangu mpinzani wangu miaka 10 alipewa, mlimwamini 5, mkamwamini 5. Alikuwa na miradi 48 ndani ya jimbo hili, hadi anafukuzwa na Magufuli, anaondolewa kwenye ubunge, hakuwahi kutekeleza mradi hata mmoja katika miradi 48. Bado mnamuwaza kwa sababu anacheza dogoli. Yaani mnataka kumpa mtu uongozi kwa sababu ni mcheza dogoli. Mimi nikiwa mbunge nitawaita wasanii vijana wadogo wenye vipaji. Kama unacheza mpira, kama unacheza netball, kama wewe una kwaya, kama una kikundi, nitakuwa na utaratibu wa kuendeleza vipaji vya michezo kwenye jimbo hili. Kama Kanga anataka na yeye atakuja, mimi nitamwajiri humo. Lazima Mwibara safi. Lazima tuwe na viongozi ambao ni serious.